Mungu. Roho wa Mungu anapoingia ndani mwako, ana take charge kwenye roho yako, anaingia ndani ya roho yako, anaicontrol roho yako. Anapoicontrol roho yako, manake yale mambo ya kimbingu yanaanza kutenda kazi ndani mwako. Yakianza kutenda kazi ndani mwako, hauna haja ya kutuambia, sisi tutayaona. Vitu vya Mungu tutaviona. Lakini sasa watu wengi hawana muda wa kumruhusu Roho Mtakatifu ndani yao. Na watu wengi wanaomba kwa kunena kwa lugha, lakini they are not in the spirit. Hata kama unatembea, una uwezo wa kutembea, unaona kitu, lakini ndani mwako unasema hapana, sitaki kutembea katika mazingira ya kimwili. Nataka nienende. Kwa nini? Kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunaona wenzetu wanafanya mambo makubwa kwenye Biblia, vitu vinatokea, mambo mazito ambayo mpaka sasa hivi sisi tunajiuliza mbona kwetu hayatokei. Ni kwa sababu gani? They turn to be God. Kama Nuhu hawezi kujenga safina kwa akili zake, hana hiyo elimu, hana huo uwezo wa kuijenga safina. Ilimchukua Mungu mwenyewe kuijenga hiyo safina. Ilibidi Mungu aingie ndani ya Nuhu ili aijenge Nuhu safina. So you cannot operate kwa kuendelea kukomana elimu yako, kwa kuendelea kukomana kuumiza kichwa chako. Let God be in you.